Praise God, and I'm very happy to be in front of you. Amen. Everything is by God's plan. And we have heard many of the preachings in the songs. Amen. And we have heard many things. Praise God. And for those who don't know me, my names are Espoir Mahinanda, and I live in Vibo. Amen. And I have one wife and 2 children. Amen. May my wife stand up and then we can see her. Beautiful lady. Glory to God. Only one, not 2. Amen, amen. Praise God. When I was home, I learned the Bible. Because this book is the word of God. Hakuna mtu ambaye alipata inspiration ya kibinafsi ya katia yake Mungu. Nobody has got his own thinking and wrote the Bible. Lakini yote ambayo iliandikiwa katika kitabu hiki, and everything that have been written in the Bible ni inspiration kutoka, was a godly inspiration. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Ndio maana mara kwa mara omba Mungu anitafsirie mwenyewe. And this is why when I reach to this moment, I pray God to interpret for me himself. Wakati mwingine, in other times, tunafikiria kufanya mambo mazuri zaidi. We think to do better. Tutambusha hata yale ambayo Mungu alikuwa anapreferia juu ya maisha yetu. Perhaps even more than better than what God prepared for us to do at that time. Lakini maandiko inatuambia tusiongeze wala tusipunguze. But the Bible says to don't add or deduct. That's the word of God. Na this nilitangulia mbele. And what I said before, tumeshasikia mahubiri mengi. We have already heard the preachings. Kunakuwa mahubiri na mafundisho. There is to preach and there is to teach. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Sasa mimi leo wazazi mchukue mkamate watoto kabisa, tuchunge hewa ya mkutano. Ni vizuri sana. Amen. Hatutaki watoto wapite na tuko tuna maandiko matakatifu iko kumeza, hapana. Mchunge usalama kabisa. Amen. Amen. Tumeshasikia mahubiri mengi. We have already got the teachings katika nyimbo from the singers, hata katika maombi pia. Even from the prayers. Sababu tunapofika wakati ya msamaha, because when we reach the time of forgiveness, ninawaza mambo mengi. And I try to think about some things. Tunapofikia wakati wanasema inafika saa ya kuomba msamaha, sijui unapokuwa unajisikia namna gani. When we reach to a time to say to ask forgiveness, I don't know what do you think yourself. To another country, lakini watu wazima wanafanya nini? But the human being, what they do, maandiko inashuhudia hapa. The Bible says, aseme wewe ambaye uko na hekima ya kimungu, that you who have a godly wisdom, wewe ambaye ulipewa ile neema, you who is grace ya kujua kushuka na kunyenyekea, to be humble and to humble yourself, wewe ambaye ni mwalimu, and you who is a teacher, kwa sababu utaweza funza mwenzako, ndugu yako katika matendo, then you can teach your brothers through your actions. Muonye kwa upole. And then may you approach him, the Bible says, approach him with humbleness. Hapana kwa ukali. Not by being harsh. Kwa sababu kunakuwa wengine, because there are people, anaenda anapenda kabisa aone ndugu yake kwa ukali. They want to harsh their brothers. Na anamwambia na kama ukufanya hivi unaenda jela. And they will say to them, if you didn't so do this, and then
Maandiko yaseme hivi. The Bible says this, no. Maandiko yanasema The Bible says, muonye kwa upole. may you humble yourself by educating him. Jina la Bwana libarikiwe. Then God bless you. Nilisema kwa mwanzo tuko katika mafundisho. I'm saying we are still on the beginning. Nani ambaye hajawahi kukosewa humu? Who is here has never been wronged here among us? Tuko katika mafundisho. We Amen. are in teaching. Inaomba tushare pamoja. And we have to share it, all of us. Nani ambaye hajawahi kukosewa? Who has never been wronged here among us? Can you rise? If nobody has been wrong on your side, you just raise up and say, I have never been wrong. Nobody has been wrong on my side. If nobody has been wrong to you in your life and you are here, just raise your hand up. Amen. Amen. Tuko pamoja. Amen. Kisha ikiwa wewe hujawahi kukosa, and then if now you yourself you have never been wrong, haujawahi kukosea, you have never been wrong, yani wewe ni mtakatifu, it means you are holy, haujawahi kufanya dhambi, you have never been wrong anyway. Kama unanipata vizuri, I don't know if you are following me. Ningehitaji utie tu kidole juu. Now umebarikiwa zaidi. This is another side. If you are here, you yourself too, you have never been wrong in any manner, you just raise your hand up. Kuna mtu? Is there anybody? Tupigie Yesu makofi. And then we put our hands together for Jesus. Hallelujah. Yes. Nikusema yeye peke yake tu ndio mtakatifu. Means only God, Jesus, who is only the what? The saint. Umetoka kwako, si ndio? You know, you are from your home. Umetia benzini. You put your fuel. Juu kuja. That you may come here. Nimependa sana kiongozi. I like too much the leader. God bless you, leader. Amesema kitu moja. He said one thing. Kikaingia mpaka mishipa ya and it entered into my vesicles. Aseme hakuna mtu mwenyewe alituma mwingine hapa. That there is no one who sent another here. Wala tukukuja kuomba mwanadamu hapa. We did not come to worship a human being here. Kama ulikuja jua mwanadamu. If you came here because of a human, nakwambia pole sana. We are sorry for it on your life, on your side. Umepotea. You are wrong. Kama ulikuja jua mwanadamu hapa. If you came here because of a man here, maana yake wewe naomba uulize tena address. You are at the wrong place. You have to ask for another address then. Kwa sababu mimi sikuja jua mwanadamu. Because I didn't come because of a human being. Amen. I came because of Jesus. Kwa hiyo niko natafuta niendelee kuswanyia relation yangu iwe mzuri mbele za Mungu. Means I'm going to continue trying to take care of my relation before the Lord. Sijui kama tuko pamoja. I don't know if we are together. Sababu nilisema tutafundisha leo. I said we are going to teach a little bit today. Tutaona relation na reputation. We are going to see the relation and the reputation. Wangapi wanatamani katika maisha yao ya Ukristo? How many wawe wanaendelea kufanya relation mzuri na Mungu? How many in their Christian life they want to continue taking care of their relation with God? How many? Kuna mtu? Is there anybody want to take care of his relation with God in his life? These people they want to have a good relation with God, not with a human. Unajua ile question? Do you know this question? Sijui mu English wanaita lakini French wanaita attrape nigo. This question they call it a trap question, trapping question. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nafurahi naona mnaangaa sana. I bless God. You are all shining. You are beautiful, all of you. Amen. Amen. Narudilia tena swali. I'm coming back in my question again. Wangapi wanatamani wawe na relation nzuri sana pamoja na Mungu? Be honest and sincere. How many of you want to cultivate their relation with God? Batu yote. All of us, all of them. Mungu kama alikuumba wewe. If God created you, alikuumba juu nini? Why did he create you? Kuna mtu ambaye kuna jibu?
Do you know why God created you? The reason why God created you. Nilisema sio mahubiri. We said, I'm not going to teach. It's not a preaching. I'm going to teach. Sijui kama umenipata vizuri. I don't know if you are getting me my point. Nilisema sio mahubiri. I said, I'm not going to preach you, but to teach. Sikutoka Vibo mpaka huku kuja kuhubiri. I didn't come from Vibo to come to preach here. Lakini niliambia Mungu, but I came here anipatie mafundisho mazuri. And I said to God to give me a good teaching. Kwa sababu hata Biblia hii inatuambia. Because the Bible says, aseme mwalimu wa kwanza. Because that the senior teacher, the senior teacher, ni Yesu Kristo. He is Jesus. Amen. Si ndio vile? Isn't it so? Na ndio maana nilitamani siku ya leo. That's why I wanted today tufanye mafundisho. To learn, to teach something. Tumefunzwa na Yesu Kristo. The little I've learned from Jesus, tuishare na wengine. That we may share it all of us. Amen. Amen. Tungali ku relation, hatuingia ku reputation. We are still at the relation. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu akamuumba mwanadamu. God created a man. Tukisema tusome katika kitabu cha Mwanzo. If we go to read in Genesis, Mungu akambariki Abraham. God, he blessed. Akamwambia Abraham aseme atakuwa baba wa taifa. And he said to Abraham, you shall be a father of a great nation. Yes. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Akambariki. And he blessed him. Kwa sababu gani alimbariki yeye tu na wengine walikuwepo? Why only God blessed Abraham and there was other nations? Ile iwezi kuwa swali katika maisha yako. Should this not be a question in your life? Mungu anabariki jirani yako, anampatia nyumba. Then God blessed your neighbor and gives a beautiful house. Lakini wewe bado. But you know. Mungu anabariki ndugu yako, anampatia, anakuwa mtu mkubwa katika maisha yake. God blessed your relative and makes him to be greater in his life. Na mko wa jirani. And you are neighbors. Lakini anakuambia just wait. But God tells you by now you wait. Sijui kama unanipata. I don't know if you are getting me. Tungali tunajua maana ya relation. We want to know first about the relation. Mpaka Mungu akasema aseme ndaweza enda sehemu fulani bila kuambia rafiki yangu. Until God said, should I go anywhere without informing my children? Mungu iko anaongea na Abraham. God was talking to Abraham. Manake alijua kama ni rafiki yake. Because God knew Abraham was his friend. Utaweza fanya urafiki na mtu na hauna relation nzuri pamoja naye? Now you on your side, can you be a friend of a person and you have no good relation with him? Haiwezekani. It's not. Jina la Bwana libarikiwe. May God bless. Nasikia kubariki Mungu siku ya leo. May God be blessed. And I feel blessing God now. Iko siku nzuri. It's a good day. Tena soma kitabu cha Mathayo. We read in Matthew. Mathayo 23. The Gospel of Matthew 23. The Gospel of Matthew. Mstari mmoja tu. The Gospel of Matthew chapter 23. 28. 23:28. Matthew 23:28. The Gospel of Matthew 23:28. Ningetamani mtu asome. You are welcome to read. A reader could read for us. Yeah, 23 and the verse 28. In the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and weakness. Katika kuonekana kwenu nje, mnaonekana kama watakatifu wa kuangalia, nasema Wakristo wema, lakini ndani yenu mnajaa madhaifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangapi wanafurahia hii andiko? Sio mimi ndio nimesema. How many are happy for this writing? How many are happy for this scripture? How many like this scripture? Haiko mimi ndio na It's not me who is saying. Utaipenda, if you love it, you love it. Utaipenda, and if you do not love it, ile ni vita yako. It is up to you. Amen. Amen. Lakini neno la Mungu. But the Bible says, tukiangalia leo katika reputation, if we look today into reputation, utamwona mtu gisa anavyoshimama. You will look at a person how he is standing. Unasema huyu president huyu ni mzuri. And you will say, this person is right. Unaona ndugu yako
anashimama. A person is a good Christian. Unaona bwana yako anashimama. A person is a good Unaona husband. mke wako anashimama. A person is a good wife. Pia hata watoto wako unaona wanashimama. Even the children, you see them standing. Unapowaona wakiangaa. When you see the people shining. Nishawaambia mbele hapa nilikuwa niko naongea nikasema naona sura zenu zinang'aa. Just as I told you before I began, I said I see your face shining. Jina la Bwana libarikiwe. May God bless you. Lakini kuna wale ambao unaona mtu anakuchekea. But there are those who are trying to laugh. Haujawahi kutanana na mtu. People you have never been together with a person. Iko na hasira hata ya kukuua. And even he has a bitterness to kill you. Lakini anapokuona anakuchekea. But when he looks at you, he laughs. Bwana atumie. Amen. Eh? Ile inaitwa nini? What is that? Maandiko natuambia ni nini? What the Bible says is that? Sasa ile ni hypocrisy. The Bible says is an hypocrisy. Kile kitu That Mungu akipendi. God does not like hypocrisy. Kama unakuwa kavile. If you are like that, Badilika. begin to change right now. Bwana aturumie sana. May God forgive us. Bwana aturumie. May God forgive us. Kama wewe unakuwaka wakuwa na maske watu. If you are masking people, kuonesha kama wewe unakuwaka mzuri sana, to show people that you are good Christian, kuonesha kama wewe unakuwaka mtu wa kupenda watu, that you are a helper, a loving people, kumbe ndani and inside you uko pusi. You are a packer. Watu washatia pusi mnyumba. How many have had this this cat? How many have had pack cats in their home? Nikikupatia exercise ni ufanye nyumbani juu ya wewe. Do you know cat? How many have had cats in their home? Utasema nilikupatia sumu. Bwana turumie sana. Amen. Ile exercise siwezi penda nikupatia. I don't want you to experience this. Watu wengi wanakuwa kama vile pusi. You know, many people they are like cats. Pusi unaishi nayo eh? You know cat, when you live with it, unaishi na pusi unaipenda sana. When you live with it, you love it. Inakuwa na sauti kazuri sana. And it has a beautiful sound. Na zaidi ukipata pusi nyeupe, and when you get a white one, wengine utakuwa tu unaiona unasema sina hata hamu ya kuzaa. And others when they look at it they say no, this could be my child. I don't have any thirst to get a child. Inastahili tu. This cat should take a place of a child. Lakini siku unaifanyia matematiki. But when you study this cat, itakufanyia matematiki. It will do the contrary on your side. Inakuwa na makucha. It has some nails. Wala ujifungie ndani. And if you close yourself inside, ujifungie tu kafasi sa mule mtoalete. And like in the toilet, you close a door in the toilet together with it. Utatoka mule umekimbia. And then he will catch you up and you will run away. Bwana turumie sana. Yeah. Sasa watu wa vile wenyewe wako na esprit kama pusi. And these people in this kind of cats, tunaishi nao, who are Christians and they are living together. And we are eating together. Na saa moja unalalaka naye. And perhaps you are sleeping together on your bed. Bwana turumie sana. May God forgive us. Sasa Biblia inatuambia. But now the Bible says, ile ni hypocrisy. That is the hypocrisy. Tukiangalia Wakristo wa siku za leo. And if you look at the Christian, the now Christian, tunakuwa wa hypocrite. They are more hypocrites. Tunakuja kanisani jinsi tulikuja. They come into church just like we are. Uliacha vita nyumbani. And though you have left a war in your home. Ulikuja umeshakosea watu. Though you came and you made many mistakes without forgiving it to people. Kumbe ulikuja ushakorogana na watu wote. Or you came and you destroyed the people's situation somewhere. Alafu tunafika hapa. And then when you come here, jina la Bwana libarikiwe, wewe unakuwa kwanza kusema. Praise the Lord. You are the first to say praise the Lord. Bwana aturumie. And may God forgive us. Biblia inatuambia uko hypocrite. The Bible says in this kind you are hypocrite. Mimi ndio nakuita hypocrite. Not me saying calling you hypocrite. Na hautasema kama mimi nimekutusi. And you will not say to me I have judged you. Lakini Biblia inakutukana sema uko hypocrite. But the Bible says in this kind you are hypocrite. Sasa kwa hiyo know that tufuate ile andiko ya kwanza. We must follow the first kama uko na tatizo na ndugu yako. If you have a problem with your brother,
Kwa nini usitoke na kwenda kumwona? Why not going to see your brother and talk to him? Kwa nini kuwa najitilia mabarieri mu maisha? Why putting boundaries in your life yourself? Kisha unapenda kuwa na relation nzuri. And then you want to get good relations. Ile relation nafikiri inajulikana kwa Mungu. Do you think these relations you are getting yearning around, they are known by God? Wewe unapendaka ujuane na watu wakubwa, nilikuwa nishaongea. You want to be known by big people. Tunaona mapresidenti wengi. Oh, we see many presidents. Mfano Amerika. America. Tunasikia Amerika iko grand puissance. America is a big power. Lakini tukifuata mambo ambayo yanafanyika kwa nchi zingine. But when we follow what is happening to other countries, C'est déplorable. it's very dangerous. Utalia. You will cry. Leo sisi wakongomani mfano mimi ndatoa mfano ya nchi yangu. Today as Congolese, I'm going an example of Congolese because I'm from Congo. Kwa sababu niko mkongomani. Ile problemi tunaijua. And that's this problem we know. Leo tunajua mtu ambaye anadestabilize Kongo ni Rwanda. We know today, we are saying as Congolese, people who are disturbing Congo, it is Rwanda. Njoo watu wengi wanasema. This is what many people they are saying. Lakini hapo wao. But it's not them. Bwana turumie sana. May God forgive. Utaona Amerika anafanya vitu vizuri. You will see people doing good things. Utaona anasema mie sasa mie Amerika. And then they say for instance naenda kusaidia Kongo natoa 60 milliards de dollars. For instance, America will say I want to go to help Congo and give money. Utasema ule ni mzuri. And you will say this person who is helping is a good person. Lakini chini kwa afanya nini? But underground, what is he doing? Ni pusi. He's like a cat. Kuna kuluma. We want to earn his own blessing, his own money. Utakia toka mwile nyumba. You will get off from this house when you are already dead. Bwana aturumie sana. May God forgive us. Sasa watu kama vile wale. Such kind of people. Ukimwombea Mungu ni vizuri. If you pray for them, it is better. Na unapasha kuambia Mungu kenye unataka. But you have to tell God what you want. Vile ule. Well, you have to tell God what you want. Unani waambie kitu moja. Because of this person. Sasa Mungu aliumba dunia. Can I tell you something? When God created the world, alikamataka aseme hii nyele atachanga na hii ampulu juu aumbe mwanadamu. Did he take this part and the other part and put together to create a human being? Wala alikamataka ile building akachanga na hii gari juu aumbe dunia. Did he take any building and addition to another building to create the ground? Bwana turumie sana. May God forgive us. Juu tutaanza sema tunazoeaka kusema mlozi wa kwanza ni Mungu. We used to say a greater witch is God. Ni kweli, hakuna mlozi aliye mkubwa kama Mungu. It is right. A greater witch is God. Tena ni mlozi mkubwa bien. Why? He's a great witch. Alikuumba juu ishi. Because he created you to live. Amen. Amen. Sasa Mungu iko na uwezo. God is powerful. Hakuna siku Mungu alikamata kitu na kingine akakichanga juu akuumbe wewe. Nowhere God took anything and added them together to create you. Lakini kwa sababu uwezo wake ni mkubwa. But his power, because it's very great, alikuumba kwa maneno tu. He created you by only word. Kwa hiyo alitupatia ile uwezo. That he gave us this power. Kwa nini hatuwezi kujiappropriate ile uwezo ambao Mungu alitia ndani mwetu? Why can't we appropriate ourselves this power that God created ourselves with? Unapasha kuombea adui yako. You must pray for your enemy bila kuchoka, without even ceasing. Lakini kama wewe ndio ulimkosea, if you were the one who were wrong on his side, kwa sababu kuna watu wengi hawana conscience, because there are many unconscient people. Watu kama wale, such kind of people, Biblia inatuambia nini? The Bible says tuwaombee. We have to pray for them. Uenda ushamuonya hata mara 10. Maybe you have approached him 10 times, lakini anashindwa kuonyeka, but he is not understanding. Biblia inatuambia tuwaombee. The Bible says keep going. Jina la Bwana libarikiwe. May God be glorified. Ile tungali ku relation. Here we are still on the relation. Na katika ile relation, under relation,
Wengi wanaiharibu. Many, they are spoiling it. Wengi wanafanya relationship juu kuwa fun katika dunia. They are creating relations to be kings in the world. Sijui kama njoo vision yako. I don't know if it's one of your vision too. Itakuwa nzuri kama utakuwa na reputation. It is good if you have only good relations, good testimony. Jina la Bwana libariki. Amen. Nilikuwa naongea juu ya relation ya Abraham pamoja na Mungu. I was talking about Abraham and God relation. Mbele ile relation ikuwe, before this relation was established, kulikuwa kwanza ile stability ambayo Mungu aliumba ndani ya Abraham. There was a certain stability created unto Abraham. Alimwamini Mungu. He was faithful. Alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. He was faithful also before the Lord. Alimwabudu. And he worshipped God. Na alimsifu. And he praised him. Gisi nasema alikuwa mwaminifu. As I said, Abraham was faithful. Mungu hawezi kukuona juu ya gisi kisura kyako kiko. God cannot just look at you, your unformed face. Ase juko gangi. You are fat. You are big. Juu na ngara sana. You are shining. Mungu haonaki vile. God does not look at your form. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. God looks in your heart. God looks in your heart. Mungu anaona ndani. He looks in the deep of your heart. Sababu kama wewe ni hypocrite. If you are now an hypocrite before you. Na utakia fanya hypocrisy kwangu. And you come to hypocritize before me. Hakuna shida. And then no problem. Kwa sababu haiko mimi sidili na wewe. I'm not dealing with you. It's okay. Be hypocrite. Lakini ujue kama Mungu anaona kile kitu. Know that God is knowing. He's seeing what is in you. Yeye haoni ukubwa wa bile kile kimwili ambacho kunakyo. Because God does not look at your bigness of appearance. Kwa sababu uko tena na uwezo wa kufanya nini, wa kukiua. Because he has a power to make your physical appearance to die. Jina la Bwana libarikiwe. May God be blessed. Niwachekeshe. Can I make you to laugh? Siku moja niko naongea na jamaa moja hivi. I was talking to a person one day. Akanambia aseme hivi kabisa nashukuru Mungu. And this particular person told me I thank God. Aseme hivi nishamaliza masomo. Here I'm already, I've completed my education. Nikamwambia kisha utafanya nini? I asked him what to do now. Hivi. Like this. Hivi nataka tafuta sasa kazi. I want now to look for a job. Nikamuuliza ile swali. I asked him this question. Kisha tena utafanya nini? What else after? Ase nikipata kazi mimi naanza tumika. When I get job, I begin working. Nikamuuliza tena ile swali. I asked him the same story. Kisha ukipata kazi utafanya nini? After you working, what will follow after? Ase mimi naoa, I will marry, mimi naanza kurelax kabisa I maisha. will relax and all the circumstances. Kisha zile relaxing utafanya nini? After him again, after relaxing then ase kisha mimi naoa, I will get children, mimi nazala watoto, I will be fruitful. Nikamwambia kisha ukifanya yale kisha tena utafanya nini? I asked him again, after getting these children, what else? Kisha mimi nawina mimi naendelea kuishi. And then he said, I will be rich then. I will continue being rich. Mwisho nikamwambia kisha utakufa. I tell him, the last you will die. Akaregrete. And he regretted. Nikusema nini? What this mean? Mimi narudia kwa kile kitu ambacho muongozi amesema. I'm coming back to what the leader said before. Muongozi alikuwa akiongoza hapa. Because when the leader was leading here, mimi mtu akishimama, when somebody stands, anapoongea kila neno, when he says something, inabidi nifuate. I follow such thing he saying. Kama ni nzuri tanibariki. If it is good, blesses me already. Na kama ni mbaya mimi namwombea Mungu. If the things he said was bad, I pray for God for him. That's how I am. Kwa hiyo tena namuongeza Mungu tena mbariki. And then when I pray God on his side, then God blesses him too. Amen. Amen. Alisema aseme ni Mungu ataweza kupatia hata miaka ngapi unaishi dunia. He said, the leader said, God can add you some years to live. Unaishi kabisa. You live forever. Lakini ujue mwisho utafanya nini? But until the end, you must know. Utafanya nini? You are going into graveyard. Unasikia Mungu akisema utafanya nini? Are you afraid to say it? You are going. Where are you going after? Into graveyard.
into graveyard. Huko wenyewe wanasikia You are going to die. Kisha ukiishi miaka 500, acha nipatie 500. And if Leo not- utazifikisha. Nobody can live 50, 100, Kisha miaka 500 utafanya nini? nobody can live 500 years. But if you now get a chance to live 500 years, after 100 years then, you will end by dying. Sasa kwa nini uendelee tu kuishi maisha ya hypocrisy? Why now are you continuing living Kisha kuongeza akasema, hypocrisy life? akaongeza akasema, And then this person added said, aseme kisha kukufa and then he said, after dying, utaenda wapi? where will you go when you die? After dying. Unajitafutia motoni. After dying, where will you go? Into hell. Sasa dunia tuko tunaenda wapi? Now, in the world, if you yearn all what you have in the world, where are you now going? Tunaenda wapi? Where are you going? Niko na problemi na ndugu yangu. I have a problem with my brother. Ema, tulikoseana. My brother, I made mistake. I was wrong before you. Mimi ndio niko na kosa. Brother, it's me who wronged you. Shetani amenipita, Devil went beyond me. akaniingia nikakuwa makali mpaka nikafika kwako nikafanya hivi. And then he caused bitterness into me until I did bad to you. Lakini mimi naona sagisi nimeumbwa na Mungu But as I'm created by God, na Yesu amekufa ajili yangu. and Jesus, he died because of me, Mimi naona vema hatuwezi bila kuishi. we cannot just continue living in this hatred life. Unihurumie. May you forgive me. Tuendelee kuishi jinsi tulikuwa tunaishi. As we continue our normal life of law. Jina la Bwana libarikiwe. May God bless. Sina mwingine ndugu zaidi yako. I have no other brothers rather than you. We are together. Na ukinikatala sijui nani mwingine. And now, if you say no to me, if you close the door to me, who else will accept me? I will never, you say to him, I will never have another one like you. No other relation I will have like yours. Tunatafuta relation za mzuri. We are looking for good Ile relations. ndio relation. Those are relations we are looking Unakosiana for. na ndugu yako. Those are relations. Biblia inatuambia You made sema wrong. usikuche na usiingie. You made Kama mistake. ulikosiana. And then go and ask forgiveness to your Wende brother. muone. Go and see him. Sasa kile kitu kishatushinda. That has been a burden to us. Na tunajiita tuko banani? And we call ourselves who? Christians. Mungu aturumie. May God forgive us. Biblia inatuambia katika kitabu cha Hosea. The Bible says in Hosea. Iko 6:16. Hosea. Yeah. Inatuambia aseme taifa langu limeangamia juu ya kukosa nini? Hosea chapter 6 verse 4. Maarifa. Iko 6:16 kama sasa. 6:4. Iko 4:6. Iko 4:6. Hosea 4:6. Aseme taifa langu limeangamia juu ya kukosa nini? Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Tunapotea juu ya kukosa hekima, tunapotea juu ya kukosa maarifa. We are being taken aside because of lack of knowledge in our lives. Sasa tukijua kujua sema tumekosa. Now, if we knew that we were wrong, Ukijua kusema sema hapa ndio mimi nimekosea. if you knew you were wrong somewhere, Juu shetani ni baba ma distraction. because the devil is the father of this distraction. Niwapige story. Let me tell you, Shetani kuna watoto wengi sana. the devil, he has so many children. Unaona vile? Mnaona watoto wa shetani? Zile zambi zote zenye ziliacha Yesu anapanda kumsalaba. Zambi ya wizi, uongo, usharati, kutetana, kusengenya. Zambi mingi sana. Do you know the children of Satan? They are debauchery, they are backtalking, they are backsliding, they are this bad habit. They are children of Satan. Unaona baba yake ile maneno yote. Do you know? Wala zile zambi zote. Do you know the father of all these sins? Njoo baba. He is the devil. He is the father. Njoo baba yeye. He is the father. Ni shetani. He is the devil, the father. Bwana aturumie sana. May God forgive Sasa us. uyue wakati uko na praktike katika yale makosa ambayo ilifanya Yesu Kristo aende msalabani ajili ya yale ambayo utakuwa Now you unayapitia. have to know, whenever you practice one of these, that was the cause of Jesus to be hanged on the cross. Now, Nikupatie terme. let me tell you. Nikupatie terme. Can I tell you? Maana unakuwa unafanya shetani akue baba yako. Then when you walk into sin, you call the devil to be your father.
Bwana turumie sana. May God forgive us. Wangapi wataweza tamani shetani awe tu baba yao? How many here who can wish or like the devil to be their father? How many can like the devil to be their Wakati father? unaenda fanya usharati. Now, when you go into debauchery then, Maana tunapenda shetani that kwa. means you want the devil to be your father. Yeye ndio baba wa wale watoto wote. Because he is the father of all these. Maana wewe ukifanya uzinzi, If you go into adultery, wewe ukisema bongo, if you lie, maana yake una aplike ule papa. means you are calling him Maana to be your yeye anakuwa father. baba yako. You are applying him to be your Bwana father. turumie sana. May God forgive us. Sasa mko mnanipata. I don't know if you are following me. Niko nacheka lakini I'm laughing, ndani but mwangu mimi ninalia. into me I'm crying. Kwa sababu nimeshapita. Because I've gone through. Nimepita sehemu nyingi sana. I've gone somewhere Nimetembea mahali mingi and sana. I've been in many places. Nimeona kama kitu ambacho kinaharibisha dunia. And I've seen things that are spoiling the world. Ni vitu hivi. There are two things. Juu katika hali ya kutafuta relation nzuri, In the way to look for relations, utafika saa yenyewe utakosewa wala utakosea. you know, you reach somewhere to make mistake or to be mistaken to anybody. Bwana turumie sana. Amen. Sipendi wala sihitaji kwamba shetani awe baba yako katika maisha. Me, I don't pray that the devil could be your father in life. Na haiko mimi, ni neno la Mungu. It is not me. The Bible says God loves you. Sababu Biblia inatuambia baba ya uongo Because the Bible says then, ni shetani. the father of lie, if you go into lies, is the devil. Baba wa dhambi zote The father of all the sins ambazo taifa la Mungu zinafanya that the universe is doing, ni shetani. it is the devil. Ndio maana niliemploy ile term ya kusema That's why I apply this term to say, usikubali shetani akuwe baba yako, don't allow the devil to father you, kwa sababu atakufunza vibaya. because he will teach you wrongly into life. Bwana atumie sana. May God forgive us. Sijui kama tunapatana. I don't know if we are together. Tuko katika mafundisho. We are into teaching. Huko mtu kuna swali. Is there anybody who has any question? Nataingia sasa kwa reputation. Because we are now going into reputations. Huko mtu kuna swali. Is there anybody who has a question? Can ask. You can ask if you have a question. Karibu. Tuko katika mafundisho. We are into teaching. Mimi niko na swali, tunajitaka tuko watoto ya Mungu. Ndio. Lakini kwa wakati mmoja unaona ndugu yako unakosa, unapenda leo kumuona ile kosa. Na ushakapima kumuona ile kosa tena, lakini unamwona anakujibia, anakuona sasa vile huko kitu shida yake. Hata siku nyingine ukimwona yuko mkosa huwezi muendea tena, unamuogopa. Ndio kusema acha nimwache tu. Abadiliki wala siki yake. Unamwacha tu vile iko na tunajita siku tena kesho. Then the sister saying, she's giving, I don't know, a question. She's saying, sometimes we are Christians, and we in ourselves, somebody commits mistake to me, was wrong to me. And then I go to this person quietly, humbly, and I give the counseling I can provide to the person to show his mistake, that he may humble himself. And then, once this person did not accept, and is not going away of this sin, now, was it a question? Is it ilikuwa swali? Oh, ulikuwa na pendekezo. Yes. Ile swali kisha nauliza atafanya nini? Now she said the question is, if now you went to warn him the first time, the second time, the third time, but the person cannot change, as brothers and sisters, what would you do? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Vile ndio mimi napenda. Yeah. Ukiona mwanafunzi ambaye anakuwa anauliza masomo, yule mwanafunzi kuna akili. If you see somebody who can ask, means he is or she is clever. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Mungu ambariki. God bless you. Tutaenda soma kitabu cha Acts. We are going to read into Acts. Iko Acts 24:16. Act of Apostles 24:16. Sikia tuambia nini eh? The book of Acts of Apostles 24:16.
think att det så stor historia. Att du snackar om forgive. I think att speak in another time on this. Anasema anaelewa kwamba mingi yenyewe inasemeka kuhusu msamaha kwa kutia yote pamoja. Na anaamini kwamba inaisha kueleweka kuhusu relation. Sasa eti uongelee sasa jambo lingine. Okay, asante. Mbele tuendelee, tutamjibu huyu juu ya swali lake. Anasema mbele before we continue to another one, let's answer her directly to her answer first. To her question. Banisomee nafasi tu. Let's read the other verse that we have given. Iko Acte 24 says. Acts of Apostles 24:16. Nasema kwa Kiswahili, nami ninajizoeza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Hii neno nasema aseme hii ni kitabu ya Paulo. This word says, this Paul writing, inasema yeye anajikaza sana. He says he does his best. Awe anajikaza sana awe constamment kuwa na relation mzuri. That he may have good relations with people. Na watu, with people, pia na Mungu, and with God. Ni kusema nini? What does it mean? Juu ya ile swali yako, for your question, mtu kama ushaenda kumuonya, if you went to warn a person, nimeipita hapo sijui kama tu nafikiri sijui kama nilikuwa nimeshaongea. We have talked a little bit about it. If you want to warn a person about utaona mtu hata mara 10. You can even go more than 10 times. Lakini aonyeki, si ndio? But the person is not comprehending. Ule mtu achana naye. And this person, it's not your work to save his soul. Sababu nimesema Mungu anaona utayari wa moyo wako. Because I said God has seen the readiness of your heart. Muombe Mungu. Pray for this person. Ile inatosha. It's only that you can do. Pray for him. Achana naye. You cannot save his heart. Pray for him. And then that's what you can do. That's the answer. Muda yetu imekwenda. Our time has run away. Na nilikuwa nahitaji niongee juu ya reputation. And I wanted to speak about reputation too. Naona kama acha niishie hapo. Now I see, now the leader is saying we can give you another time to come back and then you talk about reputations. Wow. Yes. Ile itakuwa vizuri. That will be good. Juu nisiwachoshi. That you may not get tired. Na nisiwakwaze pia. And you won't be annoyed. Mungu awabariki. May God bless you. Yes. Hallelujah, hallelujah. Bwana siwe. Praise the living God. Nafikiri tumesikia neno nzuri sana. I think we have listened to the words. Neno ambalo linaongea juu ya hypocrisy. And the word talked about hypocrisy. Ili neno aliko la mpya kila mtu anajua hypocrisy ni nini. The word is not new. All of you know about hypocrisy. Yaani hypocrisy ni wakati unafanya maneno namna haiko. Hypocrisy, it is when you do things. Unaweza kuwa uko na huzuni ndani ya roho lakini unaonyesha kama in another way. Then you have bitterness into you, but you show the gladness. Fasi ambao unapaswa kulia unacheka. Where you should cry and then you laugh. Ile ni hypocrisy. That's what we call hypocrisy. Hata Biblia inasema hata wahipokrite hawataingia katika ufalme. And the Bible says even hypocrites shall not enter the kingdom of the Lord. Hypocrite na muuaji na mtu namna gani hawataingia katika ufalme. Hypocrites, murderers and all these kinds of people, they will not enter the kingdom. Wakati tunasikia muuaji tunatetemeka. When we hear about a murderer, then we are trembling. Tunajua ule ndio mwenye dhambi. We say, no, this is a sinner. Biblia inasema na hypocrite na But the Bible says even you who is an hypocrite,
you never enter the kingdom of the Lord. Mungu abariki mhubiri. May God bless our preacher. Na tutaendelesha mafundisho yetu, tutamfanyia siku nyingine akuja aendeleshe. And then we will prepare another time for our preacher. He will come again and finish his teaching. Tunashukuru Mungu kwa kutumikisha. And we thank God for using him. Tutasimama mahali tuko. We can stand up where we are Na tutaenda kuomba pamoja. and to pray together. Ambia tu Mungu tu, sio mimi. Say to the Lord, not to me, Mungu akukaribie that he may come closer to you, na akuweke huru. that he may be free you. Acha tuombe pamoja. May you pray together. Baba, tunashuka mbele ya uso wako. Neno lako wakati linashuka linakuwa na shaba ndani ya maisha yetu. Hakuna siku neno lilikuja likakuja bure. Kama vile mvula inavyonyesha haiwezi kunyesha bila kulowanisha udongo. Uliona shabaha. Na ndivyo vile vile neno lako linakuwa na shaba ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Acha Bwana neno hili lipate nafasi katika roho zetu. Neno hili lizae matunda katika roho zetu. Na asante kwa sababu Bwana, naamini unatupenda sana. Na ndio maana unaendelea kutuonya. Ni katika jina lako tunaomba. Amen. Amen, amen. Kwa kutokwenda mbali, You may be seated. tutaikaa na tusikilize matangazo. To listen to the announcement. Amen. Eh? Amen. Na tangazo la kwanza, Yesu kama ameshakuwa Bwana ndani ya maisha yako, ni Bwana wa mabwana. Simama kwenye hapo kwa mikono pamoja. Stand up where you want, clap for Jesus. Amen. Eh? You know, you may be seated. You know, when we announce, Wakati tunatangaza, the first to announce is Jesus in our life. That is the reason we are here. Amen. Eh? The announcement cannot take place if Jesus is not there. He's the first in our announcement. Kama Yesu haiko hapa. And when we welcome the congregation, Na wakati tunakaribisha the first to welcome into the congregation is Jesus. wakati tunakaribisha ni Yesu. Without him, we are not here. Bila yeye hatukuwa. That's the supporting teaching of our